Mwongozo wa kujifunza Biblia, Mei 5, siku ya Jumanne. Mada inasema Henoko alitembea na kuzungumza. Soma Mwanzo sura ya 5 aya 22 hadi 24. Ni nini hasa tunachojua juu ya Henoko? Biblia haielezi mengi kuhusiana na maisha ya Henoko, lakini inatuambia kwamba alitembea na Mungu kwa miaka 300 hadi Mungu akamtwaa kwenda mbinguni. Ni jambo zuri kiasi gani kwamba maisha ya mtu yanabainisha na ibada yake ya daima kwa Mungu. Jambo moja tunalojua ni kwamba Henoko lazima alidumu katika kusali. Warumi 12 aya 12, akistahimili na kuzidi kuimarisha uhusiano wake na Mungu katika imani kupitia katika uzoefu wake wa kila siku. Dunia ilikuwa inazidi kuzama katika uovu katika wakati ambao aliishi, na Henoko akajishughulisha zaidi katika kumtumikia Mungu. Lakini asingeweza kulifanikisha hilo pasipo kukaa ndani yake. Katikati ya maisha yenye shughuli nyingi, kwa uthabiti, Henoko alidumisha mawasiliano yake na Mungu. Kadiri kazi yake zilivyomshinikiza zaidi, ndivyo maombi yake yalivyozidi kuwa ya kudumu na makini. Baada ya kubaki miongoni mwa watu kwa muda fulani, akijishughulisha ili kuwafaidisha kwa mafundisho na kielelezo, alijitenga ili atumie wakati fulani akiwa peke yake, akiwa na njaa na kiu ya kupata maarifa ya mbinguni ambayo Mungu pekee ndiye anayeweza kuyatoa. Kwa kuwasiliana hivyo na Mungu, Henoko alizidi sana kuakisi sura ya Mungu. Hata wasiomcha Mungu waliangalia kwa hofu chapa ya mbingu katika uso wake. Ellen G. White, Wazee na Manabii, ukurasa wa 85. Mungu hatuagizi kuishi kama wapweke au watawa, tukijitenga kabisa na ulimwengu kiasi cha kutokuwa na manufaa yoyote duniani. Kama Henoko, tunaweza kuwa wenye manufaa na wenye kutambua mahitaji katika maeneo yanayotuzunguka, lakini ni pale tu tutakapotembea na kuzungumza na Mungu kupitia kwa uhusiano thabiti wa daima, ndipo ataweza kuidhihirisha tabia yake ya ajabu kupitia kwetu. Tunaweza kuomba wakati wowote, mahali popote. Hakuna mahali dunia ambapo Mungu hawezi kutuona au kutusikia. Zaburi 139 aya 7 hadi 12. Daima anasikia vilio vya mioyo yetu, haidhuru tuwe wapi. Soma Maombolezo sura ya 3 aya ya 55 hadi 57. Lakini kuna kitu kinachopaswa kusemwa juu ya kuomba kwa sauti badala ya kuomba kimoyomoyo. Tunapoomba kimoyomoyo, mawazo yenu yanaweza kuchepushwa au hata kushindwa kuhitimishwa mlolongo wa fikra zetu au sentensi zetu, na linaweza kuwa jambo gumu kwa fikra zetu kumakinika. Bali tunapoomba kwa sauti, iwe kwa kunong'ona au kwa sauti yetu ya kawaida, inatukumbusha kwamba Mungu ni halisi, kwamba anasikiliza na kwamba tuna jambo letu tunalozungumza naye. Kadiri unavyoendelea na shughuli zako leo, ni wapi au ni kwa njia gani unanong'ona ombi katika mazungumzo na Yesu? Hii ni Mei 5, siku ya Jumanne, mada ikisema Henoko alitembea na kuzungumza. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.